Ndugu zangu, kwanza awali ya yote niwape pole wale wote waliofiwa na ndugu zao katika kipindi hiki cha uchaguzi cha Oktoba 29 mwaka 2025. Najua kwa namna moja ama nyingine inaumiza sana, lakini ni vyema zaidi kuweza kujipa moyo, lakini pia kufanya tafakuri, lakini kumuomba Mungu kwa kila jambo na kuendelea kuomba nguvu ya universe, nguvu ya ulimwengu iendelee kutenda vile kadiri ambavyo sisi tulivyokadiriwa. Najua yote yana majibu kwa kila mmoja wetu. Awe na subira katika hili ambalo limejitokeza. Na sisi kama Come TV Tanzania tunaungana na wale wote ambao wamefiwa ndugu zao, tunawapa pole sana. Niwaalike na niwakaribishe sana katika makala hii ya Human Hits. Ndugu zangu, katika hichi kipindi hasa nitazungumzia kuhusiana na wema pamoja na ubaya. Jambo ambalo pengine watu wasilifahamu vizuri, na ulimwengu wetu wa kiroho umekuwa ukizungumza na sisi katika ishara na alama mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika Tanzania lakini na dunia yetu. Ni vyema kusikiliza makala hii ili uweze kupata majibu ya kile ambacho pengine hujui ishara zake katika maumbile ya ulimwengu. Mimi jina langu naitwa Mr. Come TZ. Zipo dini na imani mbalimbali ambazo zimezungumzia kuhusiana na wema pamoja na ubaya, lakini pia vile vipo vitabu vya falsafa navyo pia vimezungumzia kuhusiana na hali hii ya wema pamoja na ubaya. Katika eneo la wema na ubaya tumekuwa tukilisoma kwenye vitabu mbalimbali vya kiroho, lakini pia na vitabu vya falsafa na misingi mbalimbali ya kiimani. Hapa tumeona mambo mengi sana yakijitokeza na pengine watu wameshindwa kujua kwamba ni ishara katika maumbile ya ulimwengu. Na leo nawaletea makala hii kwa lugha rahisi kuweza kujua wema na ubaya, namna ambavyo vinaweza kufanya kazi na kushirikiana kama ishara ya maumbile. Na kimsingi tu tuelewe kwamba ulimwengu wetu umeelezwa kuwa ni uwanja wa nguvu mbili, ambazo kimsingi hizi nguvu mbili watu wanashindwa kuzifahamu, ambazo ni wema pamoja na ubaya. Nguvu hizi mara nyingi sana hutazamwa kama miemko au jinsi ambavyo inavyokamilishana na kuunda mpangilio wa uhai. Nguvu hizi mara nyingi sana hutazamwa kama miemko ama hisia za watu ambazo huwa mara nyingi zinajikamilisha na kuunda mpangilio wa uhai. Na hapa ndipo kila mmoja wetu anatakiwa atulize akili na kuelewa kwa kina kuhusiana na wema pamoja na ubaya, kwa sababu wema una maana lakini pia na ubaya una maana vile vile. Kwa sababu bila kimoja wapo hapo, maana yake ni kwamba maisha yangepoteza maana na kusingekuwa na malengo ya wema au kusingekuwa na malengo ya ubaya. Zipo kanuni kadhaa ambazo kimsingi watu wamekuwa wakizungumza na wakisema, wakizielezea kuhusiana na mambo ya wema na ubaya. Sasa ipo kanuni ya usawazishwaji katika ulimwengu huu ambao kwa Kiingereza watu tunasema ni universal balance. Katika mafundisho mbalimbali ya kiroho na imani mbalimbali zingine ambazo zimekuwa zikizungumzia kuhusiana na wema pamoja na ubaya, kuna imani ya kwamba ulimwengu unaendeshwa na kanuni ya usawa. Na hii kanuni ni kanuni muhimu sana ambayo kila mmoja anatakiwa kae chini aisome vizuri na ielewe kwa undani sana, ili aweze kujiweka sawa katika masuala mbalimbali ya maisha ya wema pamoja na ubaya huu ambao tunazungumzia leo. Na kanuni hii ipo miongoni mwa kanuni, zipo nyingi kanuni za ulimwengu, lakini kila tukio la wema lina nguvu inaoleta tukio la ubaya. Lazima kila mtu afahamu hilo. Kila kanuni ya wema lina nguvu linaoleta kanuni ya ubaya. Ni ngumu sana kunielewa katika maelezo haya, lakini ndio ukweli kwamba kila ambapo unaona kuna eneo la wema ni lazima lijitokeze eneo la ubaya au tukio la ubaya. Ni muhimu sana, lazima kiwe kinyume chake. Ndio maana tunaleta usawa au kanuni ya usawa inajikamilisha katika namna hiyo, na ndio inafanya ulimwengu wetu uwe wenye muendelezo na bila kuporomoka kwa upande mmoja. Wema usipokuwepo, ubaya hauna maana, na ubaya usipokuwepo, basi wema unakuwa hauna maana vile vile. Kwa hiyo kila mmoja wetu kwa haya yanayoendelea, kwa hichi kinachoendelea, ni lazima tutambue kwamba na kukaa chini na kutafakuri na kufanya meditation na kuomba sana na kufanya sala, kuomba ulimwengu uweze kufanya usawa, uweze kufanya ubalance, uweze kufanya kanuni ya usawazishwaji katika hili ambalo limejitokeza. Na ulimwengu haujawahi kuacha kufanya kanuni yake ya usawa. Kila siku imeendelea kufanya kanuni yake ya usawa. Ikiona huku kumezidi zaidi,
basi yenyewe inaenda kujikamilisha yenyewe, kwa sababu hiyo ni kanuni ya universal, kanuni ya ulimwengu, na itaendelea kutenda na itaendelea kufanya. Na zipo ishara mbalimbali ambazo zinaonekana kwa wazi, sema inahitaji watu wataalamu ambao ni wataalamu wa kiroho ambao wanaweza kufanulia nini maana ya ishara ambazo zinajitokeza, kwa maana kwamba ulimwengu sasa unahitaji kufanya balance ya yale ambayo, au inahitaji kufanya usawa wa yale ambayo yamejitokeza. Sasa ngoja ni kuelezea mifano kadhaa ambayo ipo katika ulimwengu wetu huu ambao tunaoishi, inaozungumzia kuhusiana na dhana hii ya kanuni ya usawa ya wema pamoja na ubaya. Ipo dhana ya watu wa China ya kale na hata sasa hivi pia, ambao wao wanaita ni yin na yang. Hii dhana mara nyingi sana wanakusudia kuhusiana na giza pamoja na nuru, ambao vyote kwa pamoja vina umuhimu na ndio maana vinajikamilisha. Kuwepo kwa usiku, kuwepo kwa mchana, kuwepo kwa nuru, kuwepo kwa giza. Vyote hivi vinaonyesha kwamba dhana na kanuni ya usawa inajikamilisha yenyewe kutokana na nguvu mbili zote zinategemeana. Lakini zipo dini zetu ambazo zinatokana na uzao wa Ibrahim, Waislamu, wa Kristo pamoja na Judaism, ambao kimsingi wao wanayo dhana ambayo inatambulika kwa jina la binadamu pamoja na shetani. Katika dini hizi za Ibrahim tunaona kwamba kuna jambo linajitokeza kubwa sana la wema pamoja na ubaya, ambalo huwa linapewa katika sehemu ya nafsi kama thamani ya maamuzi ambayo yanakuwa yanatokea katika dini hizi. Kwa wema na ubaya unatumika katika imani hizi zote mbili, kwa maana ya kwamba nafsi inachukua jukumu la kuangalia mema pamoja na mabaya kama msingi wa imani za dini za Ibrahim. Lakini pia ipo karma ama hatma katika dini za Uhindu na Ubudha, ambao wanaangalia sana masuala ya matendo ambao baadaye yatakuja kulipwa kwa usawa katika vitabu vyao na imani zao, ambao wanaizungumzia haya. Kimsingi tu tunaweza tukazungumza wema na ubaya ni kama nguvu za ukuaji wa nafsi katika mitazamo mbalimbali, ikiwemo mtazamo wa kiroho, lakini pia katika changamoto na maamuzi katika wema na mabaya, ambayo yamejikita zaidi katika ukuaji wa ufahamu wa mwanadamu. Unajua, labda niwaeleze kitu kimoja ambacho pengine hamkifahamu vizuri. Kunapokuwepo na wema na kunapokuwepo na ubaya, hapa huwa kunachochewa ukuaji wa ufahamu wa mwanadamu. Mara nyingi sana hii hali inajitokeza, na ndipo mwanadamu anaanza kutambua vitu, anaanza kutambua ukweli. Hapo ndipo kanuni ya usawa inaenda inajikamilisha kwa mwanadamu kutafuta asili yake, mwanadamu kumtafuta Mungu. Na pia vile vile uimara wa kiroho wa watu na maisha ya watu unazidi kuongezeka. Mambo haya yasingejitokeza, wema usingekuwepo, ubaya usingekuwepo, basi uimara wa kiroho wa watu ungekuwa ni mdogo sana. Kwa Mungu anajaribu, au ulimwengu unajaribu kutengeneza balance ya usawa kutokana na haya mema na pamoja na mabaya. Lakini pia utaona kuna hali fulani ya busara na uelewa wa maisha unaanza kuongezeka. Watu wanaanza kujua thamani yao, wanaanza kujua umuhimu wao wa kuwepo katika hii dunia, lakini pia wanaanza kujua kwamba haya maisha ambayo tuliyoko nayo hapa ni maisha ya kupita tu na sio maisha ya milele. Hapa sasa ndipo ambapo wanadamu, kila mmoja wetu anatakiwa kufahamu kwamba unapoona upinzani katika maisha yako, unapoona ukosoaji mwingi katika maisha yako, ndio lazima uweze kuelewa kwamba mwanadamu hawezi kujua thamani yake bila kupitia hali hiyo. Kwa sababu kwa tukifikiria kwa undani na kutafakari, utaona ukikosa upinzani kwenye maisha, mwanadamu hawezi kujua thamani ya mwanga, hawezi kujua thamani ya mema, kwa sababu anapitia hali ya giza au kutokuwepo kwa hilo jambo. Lakini pia tunaweza tukaangazia kwenye eneo la maumbile ya ulimwengu kama kioo ama siri za ulimwengu, inaotupa taswira halisi ya jinsi nguvu hizi zinavyoweza kuonyesha kanuni ya usawa au kanuni ya kubalance wema pamoja na ubaya. Ipo mifano kadhaa, yapo mambo ambayo tunayaona yanaonyesha kama ishara ya maumbile ya ulimwengu kutupa ushahidi kwamba wema na ubaya au kanuni ya usawa jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Mfano tuchukulie ishara ya maumbile ya ulimwengu, kwa maana tunavyoona mchana, tunapoona usiku. Hapa tunapata ujumbe mkubwa sana wa kiroho, pengine watu ambao hawajui
hawajui, ni vyema kuweza kutafakari hili na kulielewa hili. Tunapoona usiku pamoja na mchana, mara nyingi sana tunaona kuna nguvu ya kudumu katika ulimwengu ambayo inakuwepo tu daima. Ndio maana watu mchana wanaamka, lakini pia usiku wanalala. Tunapata usawa wa maisha na siku zote maisha yanaendelea, kwa maana watu wanapata utulivu, lakini watu pia wanakwenda kufanya kazi. Lakini zipo ishara zingine za kimaumbile kama vile ambavyo tunaona chemichemi, lakini pia na kiangazi, lakini kuna upepo na majira ya baridi. Kwa haya yote kwa pamoja tunaona ni kama mzunguko wa maisha ambao tunazaliwa na kukua. Haya yote kwa pamoja ni mzunguko wa maisha ambao tunaona kuna kuzaliwa na kukua na kuangamia au kufufuka. Ni vyema zaidi kuweza kufahamu maumbile ya ulimwengu yanavyofanya kazi katika kanuni hii. Lakini vile vile tuna mvua na ukame. Tunapoona ukame pamoja na mvua, mara nyingi sana tunaona kuna jaribio kubwa sana la kiimani au ujumbe wa kiroho ambao kimsingi kila mmoja wetu ni lazima uelewe kanuni ya usawa inavyofanya kazi. Ukame tunaona kuna majaribio ya watu, majaribio ya kukosa, kwa ni vyema zaidi kuelewa. Lakini mvua tunaona ni neema ama baraka, na hii imekuwa ikijitokeza kwenye jamii zetu. Tukiona mvua kama baraka, mvua ikinyesha tunasema ni baraka. Kwa hiyo imekuwa ikijitokeza hivyo. Kwa unaona kanuni hii ya usawa ambavyo inavyojitokeza katika ishara za maumbile ya ulimwengu. Lakini kuna maji ya utulivu na maji ya mawimbi au maji makali ambao kimsingi tumekuwa tukiyashuhudia kwenye bahari au kwenye maziwa. Sasa hapa pengine watu hawajui kuna ujumbe pia wa kiroho vile vile. Na tunaona kwamba hakuna amani bila mtikisiko. Tunapoona maji yametulia basi ujue kuna amani, lakini tunapoona maji yana mtikisiko au mawimbi basi ujue kuna mtikisiko. Kwa hiyo tunapata nini? Tunapata kujua kwamba hakuna amani pasipokuwa na mtikisiko. Lakini pia vile vile tunaona ishara ya maumbile ya ulimwengu kwenye eneo la kifo na kuzaliwa au uhai na kifo. Hapa pia vile vile kuna muendelezo pia vile vile wa kujua kwamba kuna ujumbe wa kiroho ambao kimsingi kila mwanadamu anatakiwa afahamu kuna mwisho na mwanzo, mwisho pamoja na mwanzo. Kwa vyote kwa pamoja hivi vinajikamilisha kuweza kuona kwamba kanuni ya ulimwengu inavyoweza kufanya kazi. Kwa yote ambao tunayopitia sasa hivi katika taifa letu la Tanzania na maisha yetu, ni vyema kufahamu kwamba kanuni ya usawa, kanuni ya ulimwengu inahitaji kutengeneza usawa. Kwa hiyo usawa huu unahitaji kila mmoja wetu kukaa chini na kutafakari na kuomba, kufanya taamuli, kufanya meditation, kufanya sala, kuweza kuomba kanuni ya ulimwengu hii iweze kufanya balance wa yote ambayo yanayojitokeza katika taifa letu, lakini pia katika maisha yetu. Mgongano wote ule lazima tuelewe si adui peke yake, lakini bali kuna njia nyingine ya pili ya uhai. Kwa hiyo yote yanayotokea tuamini kwamba kuna njia nyingine ya uzima, kuna njia nyingine ya majibu na njia nyingine ya uhai. Kwa hiyo ni vyema zaidi tuweze kukaa chini na kuomba sana. Kimsingi sisi sote wanadamu tunazo nafsi ambazo nafsi hizi zipo katika mapambano ya kuhakikisha kwamba kanuni hii ya usawa tunaiapply vizuri. Kwa nipende tu kuwasisitiza Watanzania wenzangu na taifa kwa ujumla, wote kwa pamoja lazima tuwe tuna mtazamo chanya, mtazamo wa kujua kwamba kuna ubaya lakini pia kuna wema. Na yote haya katika ulimwengu wetu lazima tuyajue, yapo kwenye ulimwengu wa nje na pia yapo kwenye ulimwengu wa ndani, kwa maana ulimwengu wa kiroho. Hayapo tu kwenye ulimwengu tunaoona matukio haya, tunayoona watu wanauana, watu wanadhuriana, lakini pia hata kwenye ulimwengu wa kiroho pia vile vile zipo sababu za kuelewa kwamba haya yote yanajiapply kwenye ulimwengu wa kiroho. Mimi niwasisitize sana kuendelea kufahamu haya, na ni muhimu sana kuweza kutengeneza kufarijiana na kuhamasishana, kuweza kuhimiza nafsi zetu ziweze kukiri hili kwamba kanuni ya ulimwengu inatengeneza hali ya usawa miongoni mwa kanuni za ulimwengu. Na hii ndio sababu ya mafundisho mengi ya kiroho ambapo tunasisitiza zaidi kuhakikisha kwamba tunadhibiti nafsi zetu kutokana na hisia zetu, lakini pia kusafirisha fikra zetu kutoka kwenye hasi au kwenda kwenye chanya, au kwenye chanya au kwenda kwenye hasi. Kutokana na kanuni hii basi inatuhimiza sahihi zaidi kuweza kufahamu na kuelewa namna ya kukabiliana na hali hii, lakini kufanya maamuzi na kuona ustawi ama uhai wa yale ambayo tunayoyafanya katika maisha yetu. Pengine yanahitaji kutuliza fikra na nafsi zetu kuweza kuhakikisha kwamba tuna apply kanuni hii vizuri, ili tusilete madhara zaidi kutokana na yale ambayo yanayojitokeza.
Pengine yajitokeza kwa sababu yapo mambo ambayo yajitokeza mazuri au mema au mabaya. Kwa hiyo ulimwengu unahitaji kutengeneza hali ya usawa. Ubaya ukiwa ndani ya mwanadamu mara nyingi sana huwa unatumika kama kioo cha kuonyesha ugumu wa safari fulani katika nuru. Kwa hiyo yote ambayo tunayapitia haya, ukiona kuna ubaya unajitokeza, maisha yanakuwa magumu, kuna jambo linakanyagwa au sheria zinakanyagwa au jambo fulani unaliendi sawa, basi ujue ni kioo cha kuonyesha ugumu wa safari ambao unaelekea mbele. Mema siku zote mara nyingi yanakuwa na ugumu. Hata wale ambao wanaosema kuna kanuni muhimu ambao watu wanaitumia kwamba unapopanda lazima kuwe na mteremko. Mlima wote, sehemu yote unaopanda lazima kuwe na mteremko tu baadaye. Ndugu zangu, tuseme tu kwamba lipo kusudi kuu, na hilo kusudi limejikita katika kuhakikisha kwamba uhai unapata uwiano. Na kwa nini lipate uwiano? Kwa sababu ya mafundisho mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyapokea kutoka kwenye dini zetu, lakini pia imani zetu mbalimbali, ambapo tunaona kuna malengo kadhaa ambayo yanajitokeza katika nguvu hizi za kufanya roho zetu ziwe timamu, na maeneo mengine mengi ambayo kila mwanadamu lazima atambue hayo. Na bila kupambana na ubaya au wema hatuwezi kukua katika maisha ya kiroho. Na bila kuvumilia dhuruba au kuvumilia matatizo, mti hauwezi kustawi bila kuwa na hayo yote ambayo yamejitokeza. Hauwezi kuwa imara huo mti. Kwa hiyo ni vyema kufahamu haya na kuyazingatia sana sana. Ulimwengu wetu au dunia yetu tunaoishi na nchi yetu tunaoishi mara nyingi sana inatupa ishara mbalimbali kila siku, lakini bila kufahamu. Kwa mfano, kuna ishara ambazo tunaziona za mwezi, ishara za jua, lakini watu wamekuwa wakizipuuzia au wakiziona ni issue za kisayansi au ni issue za nini. Sawa, inaweza kuwa za kisayansi kama vile ambavyo mlivyofundishwa, lakini katika ulimwengu wa kiroho pia zina maana yake kubwa sana. Kwa hiyo ni vyema sana kufahamu ulimwengu wetu unazungumza na sisi katika njia mbalimbali kupitia hasa maumbile ya dunia au maumbile ya ulimwengu na matukio mbalimbali. Kwa mfano, kuna sun arrow au mzunguko wa mwezi au jua, moon and sun arrow. Kwa hiyo zote hizo ni ishara ambazo zinakuwa zinatupa kujua kwamba ulimwengu unahitaji kufanya balance na kutafuta uwiano au kukamilisha kanuni ya usawa. Kwa hiyo yote haya kwa pamoja yanabeba hisia ya safari ya kiroho, kutafuta utulivu au uwiano wa ndani unaolingana na uwiano wa ulimwengu. Kwa hiyo ni vyema sana mimi na wewe kutambua hayo. Kwa kumalizia tu niseme ni vyema zaidi kufahamu na kufuatilia masuala mbalimbali ya kiroho ili kuelewa ustawi na usawa wa dunia jinsi ambavyo inavyokwenda. Lakini tuwazingatie viongozi wa kidini, lakini na watu mbalimbali ambao wamekuwa wakitabiri mambo mbalimbali katika ulimwengu wetu, kwa sababu ulimwengu unao kanuni nyingi sana za kuzungumza na taifa, lakini pia kuzungumza na watu. Na yote haya kwa pamoja yamejikita katika namna mbili, namna ya kiroho na namna ya kimwili. Ulimwengu ni uwanja wa nguvu ambao unajikamilisha au unakamilishana wenyewe na maumbile haswa yanaofanua kanuni za siri na usawa wa uhai. Wema na ubaya ni walimu wa kiroho. Narudia tena, wema na ubaya ni walimu wa kiroho ambao wanatufundisha sisi kanuni hii ya usawa. Changamoto ambazo tunazozipitia ni sehemu ya mpango wa ulimwengu kuhakikisha kwamba sisi sote tupo kwa ajili ya kukamilisha nafsi zetu au kukamilisha safari ya nafsi zetu. Mimi niseme tu kwamba baada ya kusema hayo, ni vyema na ni muhimu sana kufahamu maumbile ya ulimwengu na kufanya tafakuri ya ndani kwa wema na ubaya vyote kwa pamoja vinaishi ndani yetu ili kutafuta hekima na usawa wa nuru. Mimi jina langu naitwa Mr. Kam wa Kam TV Tanzania. Niwape pole na niendelee kuombea roho za marehemu na nafsi zao ziendelee kupumzika na ziwe viongozi wa kiroho huko walikotangulia, pamoja na mababu zetu na mabibi zetu waliotangulia.